Na hii leo msikilizaji pamoja na mtazamaji, nataka nikutajie watu ambao hawafai kabisa kuvumbulana. Yaani wewe kama unajijua uko katika hii kategori ya watu ambao nitakao wataja, basi tafadhali usivumbulane anytime soon. Yaani kabisa. Wa kwanza kabisa ni mwanamke ambaye ametoka kujifungua. Yaani kama wewe unajua umetoka kujifungua, ulikuwa mjamzito, Mungu akakujalia umejifungua, basi kitaalam baada ya kujifungua unashauriwa wewe kama mwanamke kusubiri walau wiki 6 mpaka ya 8 ndio uanze tena kuvumbulana. Lakini mara tu baada ya kujifungua haupaswi kabisa kuvumbulana. Sawa? Mtu mwingine ambaye hapaswi kabisa kuvumbulana ni aliyefanywa operesheni. Na hapa inategemea ni aina ya operesheni gani. Sawa? Iwe ni minor, iwe ni major, bora tu umefanyiwa upasuaji. Na wewe unashauriwa walau kwenye wiki 4 hadi ya 6 baada ya kufanyiwa operation. Sasa wewe kuwa mama huruma kwamba mimi mume wangu nampenda sana, ninafanywa operation, haezi kuketi katika huu muda, wacha tu nimvumbulishe mara moja. Unajiweka katika hatari kubwa sana. Sawa? Kwa sababu unafaa uwe umepona vizuri tu ndio uanze kuvumbulana. Lakini kama itakuwa unachukua things for granted, basi utajiweka katika hatari kubwa sana. Na huyo mume atakuwa anakutoroka kwa sababu ya ugonjwa na maradhi uliojiweka ili kumsaidia yeye kutoa wazungu. Sawa? Kwa sababu zipo njia nyingi sana ambazo unaweza kumsaidia huyo mume wako akashusha wazungu pasi na wewe kuvumbulwa. Mwanamke mwingine ambaye hafai kufanya mapenzi jamani ni mwanamke ambaye yuko kwenye period. Kufanya mapenzi ukiwa kwenye siku zako, ukiwa hedhi, inakuongezea hatari na wewe mwenyewe unajiweka katika hatari mara 10 zaidi ya kuambukizana magonjwa ya maambukizi. Sawa? Mwingine, kama unajua chupa ya uzazi imepasuka kwa mjamzito, ukishaona kwamba chupa ya uzazi imepasuka, basi haishauriwi kabisa kuvumbulana, kwa sababu utamdhuru mtoto ambaye yupo tumboni. Na hapa nataka nieleweke vizuri. Hakuna hatia yoyote ya mwanamke mjamzito kuvumbulana wakati wa ujauzito. Yaani na ni vizuri kabisa iwapo utavumbulana kuanzia mwezi wa kwanza uko umejua uko mjamzito mpaka mwezi wa 9 unaingia leba, mwanamume wako akuvumbule uende ukajifungue. Hiyo ni sawa kabisa. Tofauti ninayoizungumzia mimi hapa ni iwapo chupa ya uzazi imepasuka. Kama chupa ya uzazi imepasuka, ina maana the baby is no longer safe. Nyumba yake imepasuka. Hauwezi kumdhuru kivyo vyote unapokuwa mjamzito wakati wa kuvumbulana huyo mtoto, kwa sababu yuko kwenye nyumba yake. Kwa hivyo huwezi kivyo vyote kumdhuru. Lakini nyumba yake ikipasuka, kuna high chances za wewe kumdhuru huyo mtoto. Kwa hivyo ukiwa mjamzito alafu uhisi ama ujue kwamba chupa ya uzazi imepasuka, basi usivumbulane. Sawa? Mwingine, kama wewe unanisikiliza ama unanitizama kwa mara ya kwanza na haujapona gonoria, hujapona UTI, hujapona PID, tafadhali maliza kuendelea na dozi ya hayo maradhi. Maana kuna wengine wako na kaswende. Jamani, maliza dozi ndio uende ukavumbulani. Jitahidi sana usivumbulane wakati bado unaendelea na dozi ama haujamaliza dozi.
la sivyo itakuwa ngumu wewe kupona maradhi kama hayo. Wa mwisho ambaye hatakiwi kabisa kufanya mapenzi ni mwenye presha kubwa. Na hii hapa na kuzungumzia wewe mwanamume. Mwanamume mwenye presha ya juu sana, tafadhali chonde kama unajipenda usivumbulane, kwa sababu nzi kufia kwenye kidonda sio vibaya, lakini jiangalie, maana utaishia kufa juu ya kinena. Unapovumbulana presha inaweza kupanda zaidi. Kwa sababu ya nini? Ya msukumo wa damu. Mapigo ya moyo, ukifika kileleni mapigo ya moyo huwa yanabadilika. Body language inabadilika. Sawa So kama presha yako iko juu kabisa, alafu unavumbulana, utamu uzidi kukolea, presha inaweza kupanda zaidi na mwisho wa siku ukapata stroke. Basi hata afadhali ukapata hiyo stroke ukalema upande mmoja, ngao unaweza lakini unaweza kufa kabisa ukiwa juu ya kinena. Kwa hivyo chonde. Sawa Mimi nakupenda, ndio maana nakwambia.